Duniani kuna hadithi za machafuko yaliyowahi kutokea. Hapa mmesikia watu wanazungumza kuhusu watu wamekufa. Si tumewasikia? Lakini hata mtu huyu hajawahi kusema wale watu kwa nini wamekufa. Bila kutaja namba yao kama watu tunaangalia kuhusu namba wamekufa wangapi. Bila kutaja namba. Kwa nini wamekufa? Watu wamekufa kwa sababu kuna watu waliowachochea. Sasa watuhumiwa ni wawili hapa. Tunahangaika sana serikali. Hapana. Watuhumiwa ni wale walioua wale watu kama tunataka kutenda haki. Na wale waliochochea. Yaani yule mtu ambaye alikaa miezi 6 anaandika kwenye mitandao, anaandika, anajenga chuki. Yule ni mtuhumiwa sawa sawa na yule mtu ambaye tunataka tumtuhumu kwa kuua. Ndiyo maana mauaji ya Rwanda waliofungwa ni walioua na waliochochea, wakiwemo wanahabari. Mtakumbuka vurugu zote zilizotokea duniani, watu wote waliohusika kuna pande mbili. Kwa sisi tunaitaka ubalozi wa Marekani, pamoja na kuheshimu utawala bora, pamoja na kuheshimu freedom of expression. Sisi tunaamini freedom of expression haina maana kuwa ni freedom of violation. Unaweza ukawa na uhuru wa kuzungumza, unaweza ukawa na uhuru wa kueleza hisia zako, lakini lazima uheshimu misingi ya unaozungumza. Leo watu wote waliosababisha watu wao wanaosema wamekufa wafe hawasemwi. Waliosababisha watu kufa ni Maria Sarungi ambaye amekimbia kutoka Kenya, amekimbilia Scandinavia. Waliosababisha watu wafe ni kina Mange. Sasa sisi tumeona tusihangaike nao, tufuate balozi zao kule walipokaa, tuwaambie nchi zenu zina amani, zina furaha, lakini ardhi yenu inatumika kuleta vurugu Tanzania. Watu wote walioumia kwenye madhara ya Oktoba 29 wapo Tanzania. Yaani anayehamasisha vurugu ambaye anaweza akajiona ana akili sana, lakini hayupo Tanzania. Haishi Tanzania. Wanaoathirika na vurugu ndio wapo Tanzania. Kwa sisi tuliokuwepo Tanzania ni lazima tushirikiane na tupaze sauti. Tupaze sauti kuwaambia dunia kwamba tunafahamu kinachoendelea. Kwa sasa tumeziomba hizi taasisi, haya mashirika, haya mataifa mawili ambayo kwa hakika ndio yametuvuruga kufika hapa, yatuheshimu, waheshimu uhuru wa ndani wa taifa letu, yatuheshimu kwamba sisi ni taifa ambalo tuna mipango yetu, tunaweza tukaishi. Na naweza kuthibitisha hilo pia. Juzi hapa mmeona kuna video inasambaa ya Mange Kimambi. Video anasema katika namna ambavyo ya kuwashawishi wa Tanzania wafuasi wake wamuombee arudishiwe akaunti zake alizozitumia kufanya uchafuzi. Amekiri mambo mawili. Moja, amekiri kwamba kitendo cha Meta kuzuia akaunti zake kimewakwamisha sana kufanikisha vurugu ya tarehe 9 Disemba. Lakini kama mjaona, amewashukuru wa Kenya specifically. Amewaomba, tunaomba ndugu zetu wa Kenya watuombee, watume emails, wafanye nini, watusaidie kama wanavyotusaidiaga. Ile kama wanavyotusaidiaga manake kama walivyowasaidia kuwatunza kina Maria Sarungi Nairobi, kama walivyowasaidia kuwatunza kina Hilda wa Chadema, kuwatunza kina Mwaipaya wa Chadema, ili watuendelezee kutuvurugia vizazi vyetu. Kwa sisi tunasema Mesira, Tanzania hii haina mbadala. Tanzania hii haina mwenzake. Utaona kwamba tumewataka wa Marekani kwa mfano wahakikishe wanachukua factual, accurate and balanced information kuhusiana na hali iliyopo Tanzania. Hoja ya pili, tumewaomba wafanye kitu kinachoitwa upload and respect the principles of non-interference. Haya masuala ya kutokuingilia masuala ya ndani. Lakini tumeitaka ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, wakisha waambia ukweli taifa lao la Marekani, watusaidie kuwaambia ukweli mamlaka za Marekani kule Marekani, waweze kumrudisha Tanzania mwanaharakati Mange Kimambi. Arudi Tanzania. Arudi Tanzania kwa sababu ana kesi za kujibu. Tawaelewesha.
Mange analeta vurugu Tanzania, amesababisha watu waumie, amesababisha watu wafe, amesababisha miundombinu iharibike, lakini yupo ardhi ya Marekani. Kwa hiyo tunaamini Marekani sifa yake haitunzi wahalifu. Tunaamini Marekani haicheki na wahalifu. Ndio maana inapambana dhidi ya ugaidi. Ndio maana inapambana kikali dhidi ya uhujumu uchumi. Kama mfahamu hizo sheria za uhujumu uchumi, utakatishaji fedha, zote zimeanzia Marekani. Kwa sababu Marekani hawana udugu na wahalifu. Sisi Tanzania tunaye mhalifu ambaye ni Mtanzania mwenzetu, amejificha Marekani. Kwa tumeiomba ubalozi wa Marekani wawaambie ukweli wanapotaka kujua, kwa sababu Marekani, taasisi za Marekani zikitaka taarifa zitaanza na balozi wao hapa nchini. Kwa tumemuomba awaambie ukweli kwa barua hii, kwa hoja humu, kwamba wanaye mhalifu anayetumia uhuru wa Marekani kusababisha watu wafe huku.